Leo tutaingia katika darasa yetu ya fikri, zakatul fitri. Zakatu al-fitri. Sheikh leo atatusomesha zakatul fitri. Zaka kama tulivyosema jana, zaka ni fungu maalum linatolewa katika mali maalum, sio kila mali. Sasa hii inaitwa zakatul fitri. Zakatul fitri, fitri sisi futari, Kiswahili tunaita futari, Kiarabu inaitwa fitru. Sisi tumeongeza tu alifu, tumeivuta futari. Sawa? Ni zaka ya kufutari, yani ni zaka inatolewa siku ile ya kufutari, baada ya kuwa tumekamilisha saumu. Ile asubuhi ya siku tunayokula siku ya Idi, ile asubuhi ile inaitwa yaumul fitri, na ndio maana ikaitwa Idul Fitri, idi ya kula. Idi ya kula. Fitru ni kitu chakula cha kwanza utakachoanza kuweka mdomoni baada ya kuwa ulikuwa na njaa muda mrefu. Sasa kile kitu cha kwanza utakachoanza kuweka mdomoni kile kinaitwa futari. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man fattara sa'iman, atakayemfutarisha aliyefunga. Kwa sababu wewe umekaa toka asubuhi mpaka jioni, kile utakachoanza kuweka mdomoni hiki kinaitwa futari. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo hii imeitwa zakatul fitri, zaka inayotolewa siku ya kula asubuhi. Siku ya kula asubuhi ambayo ndio siku ya Idi. Na ndio maana ikasuniwa kwamba ile siku ya Idi ile mtu kabla hajaenda kwenye mswala kule kwanza ale, ndio ile fitiri yenyewe ile itimie ile. Usiende wewe ujala pamoja. Nafsi inakuwa imezoea kutokula asubuhi zile siku 30 au 29. Nafsi haijazoea kula asubuhi, lakini siku ile kwa sababu saumu imeshakamilika, wewe unaambiwa sasa ule ile asubuhi. Kwa hiyo hii inaitwa zakatul fitri, zaka inayotolewa asubuhi ya siku ya Idi. Tumeelewa neno fitri Kwa hiyo fitri ni kile kitu cha kwanza utakachoanza, hata kama sio Ramadhani. Sisi Waswahili tunaita chai, kama sio siku za kufunga. Kitu cha kwanza utakachoanza kunywa, yani mlo wa kwanza ni nini? Chai. Ndio tunaanza kula chai. Wengine wapenzi wa kahawa wanaanza kahawa ile asubuhi. Wanaanza kahawa. Kwa hiyo zakatul fitri si ma zakatul fitri. Anasema zakatul fitri ni kitu gani? Ma zakatul fitri, zakatul fitri ni kitu gani? Jawabu anasema hiya arba'atu amdadi min quti baladihi. Anasema ni mikono, ni kiwango cha kuchota mikono minne katika chakula cha mji anaokaa yeye. Sasa inawezekana hapa, inawezekana akawa
waandishi au inawezekana akawa ni shekhe mwenyewe. Maana ilibidi aanze kutuambia kwamba zakatul fitri ni kitu gani, kwa sababu kasema ma zakatul fitri, zakatul fitri ni kitu gani? Sasa hii arbaat amdadi, hiki ni kiwango, ni swaba. Sisi tumeelewana? Wakati mwingine inakuwa ni mwandishi, wakati mwingine ndio kitabu kilivyopangwa. Lakini zakatul fitri kama swali lilivyokuja ni chakula kinachotolewa siku ya Idi kilichozidi matumizi yako, na watu wote unatakiwa kuwalisha. Kile kilichozidi kile utakitoa hiyo asubuhi ya siku ya Idi kabla ya swala. Sasa hii arbaatu amdadi, kiwango unachotakiwa kutoa ni mikono minne. Yani unachota namna hii, mtu mwenye mikono mu'tadil, mwenye mikono ya kati na kati, sio yule mwenye viganja vidogo na sio yule mwenye viganja makubwa, mtu wakati na kati. Kwa hiyo kama ni mchele unachota 1, 2 kwa kutumia viganja vyote viwili, 3, 4. Hiki ndio kiwango sasa cha kutoa zakatul fitri. Sasa waliopima wamesema ni kilo 2.5 mpaka kilo 2.5. Sawa? Haya mateko manne haya unayochota kwa viganja. Kwa hiyo unachota 1, 2, 3, 4. Walivyopima wakakuta ni kilo 2.5 mpaka kilo 2.5. Hiki ni kiwango cha mtu anachotakiwa kutoa zakatu alfitri, zaka ya zakatu alfitri. Shekhe anasema si alama. Njoo zunguka hapa ndani, chukulie maji, chukulie maji. Si alama tajibu zakatul fitri, nani analazimika kutoa zakatul fitri? Alama ni juu ya nani, tajibu inalazimu zakatul fitri, kutoa zakatul fitri. Alama ni juu ya nani au ni nani, man tajibu ambaye inamlazimu zakatul fitri, kutoa zakatu alfitri. Inamlazimu nani zakatul fitri? Anasema jawabu, ala kulli muslimin, zakatul fitri anatoa kila Muislamu, inamlazimu kila Muislamu, hurri aliye huru, ma'hu qutu zaidun, anacho chakula kilichozidi, an hajatihi, kimezidi mahitaji yake, wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu, na kimezidi haja ya wale ambao analazimika kuwalisha, ikiwa ni watoto, ni wazazi, ni watoto wa ndugu zako unaokaa nao, chakula kinachokutosha wewe na wale wote unaolazimika kuwalisha, kilichozidi ndicho ambacho unachotoa zakatul fitri minal muslimin. Sawa, katika Waislamu.
yani chakula kinachokulazimu wewe na watu wanaokuzunguka kuwalisha katika Waislamu. Fayuzaki an nafsihi, anaanza kutoa zaka yeye mwenyewe. Fayuzaki ala nafsihi, zakatul fitri unaanza kutolea nafsi yako mwenyewe. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, na wote utawatolea wale ambao unalazimika kuwalisha, utawatolea minal muslimin, lakini wawe ni katika Waislamu. Unaweza kuwa wewe unalazimika kuwalisha watu wengi sana na wasiokuwa Waislamu, lakini utakawatolea zaka ni Waislamu tu. Si tunaelewa? Unaweza kuwa wewe na wafanyakazi pale nyumbani sio Waislamu, lakini wanakulazimu kuwalisha. Sasa katika kuwahesabu watu utakawatolea zakatul fitri, na hawa wamo kama wamo utawatolea, hakuna neno. Kama wamo utawatolea, kama ni Waislamu utawatolea, lakini kama sio Waislamu huwezi kuwatolea. Hata kama ni wazazi wako ambao unalazimika wewe kuwalisha, lakini sio Waislamu au mmoja wao sio Muislamu, hautohesabu katika kuwatolea zakatul fitri. Zakatul fitri inatolewa kwa Muislamu. Pamoja Shekhe hapa ameandika katika jawabu ala kulli muslimin zakatul fitri inamlazimu kila Muislamu hurri, aliye huru. Zakatul fitri anatoa hata asiyekuwa huru, madhali ni Muislamu. Hadithi kama sikosei, kama ni Ibn Umar, anasema farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sawa ala dhakari wa untha wa kabiri hurri wa abdi. Zakatul fitri mtume akafaradhisha juu ya kila Muislamu, mwanaume, mwanamke, mdogo, mkubwa, aliye huru na mtumwa, wote wanatoa zakatul fitri. Kwa hiyo ala kulli muslimin hurri, atatoa kila Muislamu aliye huru, ma ukutu zaidun, ambaye ana chakula kilichozidi, an hajatihi, kilichozidi mahitaji yake, wa hajati man talzamu nafaqatuhu, na wale wote ambao yeye analazimika kuwalisha, minal muslimin, katika Waislamu. Fayuzaki an nafsihi, ataanza kutoa zaka kujitolea yeye mwenyewe. Wa an man talzamuhu nafaqatuhu, kisha na wote ambao wanamlazimu kuwalisha, minal muslimin, katika Waislamu. Chakula kilichozidi siku hiyo, usiku wa Idi na mchana wa Idi, sawa? Tukisema usiku wa Idi, manake ni usiku ule wa mwisho wa Ramadhani. Kwa mfano labda leo mchana tungekuwa tumefunga mchana, alafu imefika jioni tukatangaziwa kwamba mwezi umeonekana. Sasa huu usiku ambao mwezi umeonekana, huu usiku unaitwa usiku wa Idi. Sasa chakula kitakacholiwa huu usiku na chakula cha asubuhi na chakula cha mchana cha siku ya Idi, kitakachozidi hapo unatakiwa ukitoe zakatul fitri. Kitakachozidi hapo, chakula kitakachozidi usiku na mchana wa siku ya Idi, cha ziada utatakiwa kukitoa. Hii zaka, hii zakatul fitri ni zaka ya kichwa, sio zaka ya mali. Hii sio ya matajiri, hii ni zaka ya kichwa. Kila kichwa lazima kitoe, kinawajibika kutoa zakatul fitri.
Kwa hiyo aliyefunga, asiyefunga, wote wanawajibika kutoa zakatul fitri. Watoto, si umesikia anasema mantazamu nafakatu, wote unalazimika kuwalisha, utawatolea zakatul fitri. Ni sawa sawa wewe ni wadogo hawajafunga lakini utawatolea tu. Na hapa ndipo inapokufa ile hadithi kwamba saumu ya mtu muallaku ma baina samai wal ardh, kwamba saumu zetu zimetungikwa juu hazijaenda na chini zishatoka, azipeleki kwa Mungu mpaka mtu atoe zakatul fitri. Hii hadithi sio sahihi, kwa sababu zakatul fitri wanatolewa watoto, saumu yao iko hapa. Hakuna saumu. Hii ni zaka ya kichwa. Kila kichwa cha Muislamu kitatoa zakatul fitri. Iwe huna ni mambo mengine, iwe huna ni jambo nyingine, lakini kama unacho, hata kama huna cha kuwatolea watu wote, Sheikh amesema fayuzaki an nafsihi, unaanza kutoa kwanza wewe, unajitolea wewe kwanza. Na hata mke anatakiwa ajitolee yeye mwenyewe. Kama mume atamtolea sawa, lakini anatakiwa ajitolee yeye mwenyewe, avunje kibubu, avunje kikoba, akanunue kilo 2 za mchele na nusu, atoe zakatul fitri. Ajikamue kama vile anajikamua kununua sare, kufanyaje, anajibana matumizi yake. Na hapa vile vile ajue kwamba hii ni ibada, na ni ibada hii ya kila mtu. Lakini kama mume atamtolea si neno, si neno. Lakini mwanamke bora ni yule ambaye anajitahidi atoe yeye mwenyewe, atoe kama alivyofunga yeye mwenyewe, na zakatul fitri atoe yeye mwenyewe. Kama ana mume atamtolea kama anacho. Na zakatul fitri inatolewa kabla ya kuswali watu. Zakatul fitri inatolewa kabla ya watu kuswali Idi. Sawa? Kwa hiyo yajibu inda ghurubi shams, jua likizama, mwezi ukaonekana, hapa inakuwa sasa wakati wa kutoa mwingine. Kwa hiyo mtu anaweza katoa usiku kwamba kesho ni Idi, usiku akatoa kabisa zakatul fitri. Au kama walivyokuwa masahaba wanatoa kabla ya siku 2 ya Idi, yani mwezi 27 watu wanaanza kutoa zakatul fitri. Yote inaruhusiwa. Hadha jawazu, wakati jawaz, wakati unaoruhusiwa kutoa zakatul fitri kabla ya siku 2 mtu anaruhusiwa kutoa, na ataendelea kutoa mpaka alfajiri, mpaka kabla ya watu kuswali swala ya Idi. Watu wakisha swali swala ya Idi, muda wa kutoa zakatul fitri unakuwa umefanya nini? Umeisha. Muda hapa unakuwa umekwisha. Sasa kuna wakati watu wanakuja msikitini, mtu anataka atoe zakatul fitri hapa msikitini, na zile zakatul fitri za msikitini zinatolewa baada ya watu kuswali, ndio zinagawiwa kwa watu. Lakini wewe madhali umetoa kabla ya swala, umeikabidhi pale msikitini, wewe tayari dhima imeshakutoka. Dhima imefanya nini? Kwa hiyo kinachofanywa na wale viongozi wa msikiti ni kuzigawa tu kwa wale wanaostahili. Lakini wewe dhima imefanya nini? Imekwisha.
Sasa Sheikh amesema min kuti baladihi, chakula cha mji wake, chakula kinacholiwa kwenye mji anaoishi. Kwa hiyo hapa kwetu chakula kinacholiwa ni mchele na sembe. Si tumeelewa? Mchele na nini? Sasa sio unaletewa sembe unasema bwana wewe, sikukuu yote unaniletea sembe tena. Kuti baladi. Si tumeelewana? Chakula rasmi kinacholiwa hapo. Kwa hiyo hapa mchele na nini? Na sembe. Mtunzi wa kitabu kule kwao wanakula mchele na ngano. Si tumeelewana? Kwa hiyo mtu anaweza kukuletea kilo 2.5 za sembe, usimtupie, mwambia wewe bana ulikuwa hutaki kuniletea, yaani kesho nile ugali. Kuti balad, chakula cha mji unao wewe unaoishi. Sheikh anasema mata atajibu zakatul fitri, ni wakati gani sasa mtu analazimika kutoa zakatul fitri? Mata tajibu zakatul fitri, ni wakati gani ukifika mtu analazimika kutoa zakatul fitri? Mata tajibu zakatul fitri, ni wakati gani ukifika unalazimika sasa kutoa zakatul fitri? Anasema jawab, jim, tajibu bighurubi shamsi, inakuwa lazima pale litakapozama jua, min akhir yaumin, siku ya mwisho kabisa, min shahri Ramadhan, ya mwezi wa hapa ndio inakuwa lazima, na tumeshazungumza huo ndio wakati wakati wujub. Kabla ya siku mbili ni wakati aljawazi, lakini wakati wujub jua likizama siku ya mwisho wa Ramadhani, hapa ndio lazima sasa kuanza kutoa zakatul fitri unaonekana. Lakini je, mtu atoe zakatul fitri chakula au atoe zakatul fitri pesa? Jamhuri ya wanazuoni akiwa na Imam Shafi wanasema zakatul fitri inatolewa chakula tu, chakula tu. Ukitoa pesa, jamhuri ya wanazuoni unakuona hujatoa zakatul fitri. Jamhuri Malik, Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, ukitoa pesa hauhesabiki kama umetoa zakatu alfitri, hasa kwenye madhhabu ya Imam Shafi. Imam wetu wao wanataka lazima utoe chakula. Mtume amesema tuhratul lisaim, kwanza ni kisafisho cha mtu aliyefunga, wa tuhmatu lilmasakin, na ni chakula cha maskini siku ya Idi. Sawa? Na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dirham na dinari zilikuwepo. Mtume hakusema watu watoe dirham na dinari, Mtume amesema watu watoe chakula. Khalfan njo au njo damia basi wewe
mwingine umeme unazidi. Hebu zima hiyo switch ya kutoka hapo. Hiyo ya pili. Sawa. Sio hiyo. Hiyo uliacha. Afu washa hizo. Kwa hiyo madhhabi ya Imam Shafi ni kutoa chakula tu, sio pesa. Na kutoa chakula kunaacha athari. Kutoa chakula kunaacha athari. Athari ni kwamba pale ndani ukikusanya vifurushi vile vya zakatul fitr, watoto wanakuona. Sawa, wanakuona namna unavyoandaa zakatu alfitr na unavyobeba unapelekea maskini na wenye mahitaji. Pesa mtu hakuoni, hakuna anayekuona wewe unatoa pesa. Kwa hiyo uwafundishi kitu chochote pale nyumbani. Leo hasa pesa zilivyokuwa rahisi kutumwa. Yaani leo unaweza kuwa na simu ya maskini ukamtumia cha wala mtu hajui kama wewe umetoa zakatul fitr pale nyumbani. Lakini inapokuwa ni chakula, na chakula kina baraka ikhwa. Chakula kina baraka. Leo mtu akikupa 100,000 na 100,000 hiyo akakununulia chakula cha 100,000 akakupa, kile chakula kitabaki, pesa itafanya nini? Pesa kesho ukija ukuuliza bana ile 100,000 hata ulichotumia ujui. Hata ulichotumia ujui. Lakini Imamu Abu Hanifa yeye anasema mtu anaweza akatoa sana, anaweza akatoa pesa. Yaani kiwango cha hiyo 2.5 kilo na robo, mtu anaweza kapiga kile kiwango akatoa. Imamu Abu Hanifa yeye aliruhusu, pamoja wenzake wamekataa. Sisi shekhe wetu Sheikh Abdul Qadir Muhammad al-Ahdad hafidhahullah yuko pamoja na kauli ya jamhuri kwamba kinacholazimika kutoa ni chakula, lakini yeye kasema tu ikiwa kuna maskini anahitaji pesa, yani siku hiyo pesa zitamfaa zaidi yeye, basi mtu anaweza akachukua kauli ya Imamu Abu Hanifa akampa pesa. Kwa sababu mtu anaweza kuwa ni siku ya sikukuu lakini hata nguo hana. Hata nguo hana. Maanake mahitaji yake ya nguo ni makubwa. Sawa? Lakini sisi ametufundisha kitu kimoja. Kasema tutoe ziada. Yaani mpelekee mtu 2.5 kilo chakula. 2.5 kilo chakula ambayo ni zakatul fitr. Basi pale ongeza na nini? Na pesa. Hii pesa sio katika zakatul fitr. Hii ni sadaka ya kawaida. Sawa? Kwa sababu unaweza ukampelekea mtu mchele lakini hana mkaa, hana gesi, hana nyama. Sisi tumeelewana? Sasa shekhe sisi ametuambia peleka 2.5 kilo na unayo hela mfukoni 20,000 ongezea pale. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ughnuhum fi hadha al-yawm, watoshelezeni au maskini katika hii siku. Sisi tumeelewana? Sasa kumtoshelezea yale mahitaji, ukatoa kwenye ibada, umeshatoa zakatul fitri,
lakini ukatoa na sadaka vile vile siku ile, ukaongezea kwenye mahitaji ya huyu mtu, utakuwa umemtosheleza vizuri sana. Pamoja hii sio lazima, huu ni mwongozo sisi katupa shekhe wetu, sio lazima. Au mtu anaweza kuwa yuko mbali, yuko kijijini, huwezi kumpandisha mchele hapa ukampelekea, utamtumia pesa yeye kule anunue nini, anunue mchele na mahitaji mengine. Kwa hiyo anasema tajibu bighurubi shams, zakatul fitri wakati wake unakuwa wajibu wa kutoa ni pale linapozama jua, min akhir yaumi, siku ya mwisho kabisa, min shahri Ramadhani, ya siku ya mwezi wa Ramadhani. Siku ya mwisho hapa inakuwa ni lazima watu kutoa. Sasa watu wengi hawatii umuhimu wa kutoa zakatul fitri. Yaani mtu anajiona kwamba akitoa zakatul fitri sawa, asitoe sawa. Yaani wala mtu haulizi, wala kichwa hakimuumi, wala hakimgongi. Hii ndio bahati mbaya. Huyu tunamuita na bahati mbaya. Maanake misingi ya dini yake hana. Misingi ya dini hana. Au mtu anatoa lakini hahesabu wale ambao anawatolea. Yaani mtu anaweza kuwa yeye familia yake labda ina watu 7, 8 mpaka 10. Inafika wakati wa zakatul fitri anatoa, huyo ndo anaamua kutoa pesa, anachukua shilingi 10,000 anatoa. Na anao uwezo wa kuwatolea watu wote wale. Sasa hii 10,000 hii labda itakuwa ni zakatul fitri ya watu 2 tu katika hao wote unaowamiliki. Lazima uhesabu una watu wangapi ambao wewe unalazimika kuwatolea zakatul fitri. Ukisha hesabu, ukipata kiwango hicho sasa ndio utoe. Lakini sio unatoa tu kwa sababu nafsi yako imeona kwamba hapa nina shilingi 10,000, acha nitoe tu hii. Mathalan niko msikitini na unaambiwa tu jamani mtoe zakatul fitri kabla hapajaswaliwa. Na wewe ndio una 10,000 yako, sasa haya potelea mbali. Lengo halijatimia na utakuwa umewadhulumu wale ambao wewe ulitakiwa uwatolee kwa sababu hukuwatolea. Mafanya dhulma ukuwatolea. Kwa hiyo kila mmoja lazima hesabu, mimi nina watu wangapi mnaolazimika kuwalisha. Ukishapata hesabu sasa ndio utajua kwamba wewe unatakiwa utoe kilo ngapi. Sasa kama umechukua kauli ya Abu Hanifa unataka kutoa pesa, utapigia zile kilo. Kama umechukua kauli ya Jamhuri ambayo ndio bora, unaenda unanunua mchele, unaugawa kwenye kilo 2 kilo 2.5 au kilo 2.5 mpaka itimie idadi ya watu wako. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo kwenye zakatul fitri tumemaliza.